I'm the chairperson, but I've got a great brief time here. Tuna kiongozi wetu wa kitaifa ambaye tunaye mahali hapa, amekuja kututembelea katika mkutano wetu huu. Kwa hiyo ni jambo la baraka kubwa sana. Nitapenda kumkaribisha, lakini kabla ya kumkaribisha baba polepole naona napata muda kutafasiri. Yeah, kwa sababu ya ugeni. So we have got our national leader, so I'm going to give him a chance to come and greet us, but before I give him that chance, na kabla ya kumtambulisha kwa nafasi ya pekee, before I introduce him in a special way, na kwa niaba yangu and on behalf of myself, nitapenda nimkaribishe Dr. Shija. I would like to invite Dr. Shija ili aweze kutusalimia na kutupungia mkono, so that he can greet us by waving to us. Ni mtu muhimu sana na wa maana katika mkoa wetu wa Tabora. He is a very, very special person in our region of Tabora. Ndiye wanasaidia kufanikisha mambo yote yaweze kwenda vizuri. They're the ones who have really helped to make sure things were going on so smoothly. Bila kupoteza muda, so without wasting much time, ni mkaribishe mwenyekiti wangu wa CPST kitaifa ili aweze kufika mahali hapa na kuzungumza. Let me invite our national CPST leader to come and speak. Hallelujah. Sijasikia. Hallelujah. Hallelujah. Wale ambao kukule nyuma sijasikia. Hallelujah. I am so glad today that I could come to Tabora. Leo na furaha kubwa sana kwamba nimekuja Tabora. I'm glad because God is in control. Ninafurahi kwa sababu Mungu anamiliki enzini. God is not man that he lies. Mungu si mwanadamu hata aseme uongo. In the mind of God, katika akili ya Mungu, he never planned for men to live in defeat. Mungu hakukusudia watu waishi kwenye hali ya kushindwa. There's not one scripture in the Bible. There's not one scripture in the Bible. Hakuna andiko moja kwenye maandiko where God said you will fail. ambapo Mungu amesema kwamba utashindwa. He calls us, we are more than conquerors. Anasema kwamba sisi ni washindi na zaidi ya kushinda. I have one problem. Ninao shida moja in our minds. Katika akili zetu na ufahamu wetu. Niliamua kufanya jambo moja. I decided to do one thing. Na hiyo jambo moja, and that one thing, nataka leo ufanye wewe. I want you to do it by yourself. Uondoe katika akili zako, to remove from your mind kwamba huwezi, that you can't. Nataka watu wa Tabora, I want the people of Tabora kuamini, to believe kwamba unaweza, that you can. Mwambie jirani yako, tell your neighbor, unaweza. You can. Sema unaweza. Sema unaweza. So today, kwa hiyo leo, I'm so glad nina furaha to be here kuwepo hapa and to inform you na kuwataarifu nyie that as Pentecostals, kwamba sisi kama Pentecoste, we believe in the power that can change. Tunaamini katika nguvu inayoleta mabadiliko. And that is why we are out here. Na ndio maana tuko hapa. And the power to change, na nguvu ya kubadilisha, can happen to anybody. Inatokea kwa yoyote. All you got to do, unachohitaji kufanya, is to believe. Ni kuamini tu. I'm here to open up this meeting. Niko hapa kufungua mkutano huu on behalf
kwa niaba of all the bishops ya maaskofu wote of Tabora, wa Tabora, on behalf na kwa niaba of CPCT, ya CPCT wilaya ya wilaya and mkoa, na mkoa, for the good job kwa kazi you nzuri have done mlioifanya to receive this guest. kupokea huu ugeni. God bless you. Mungu awabariki. God bless you. Mungu awabariki. God bless you. Nasema Mungu awabariki. God bless you. Mungu awabariki. Oh, hallelujah. Hallelujah. The Bible says, Biblia inasema when you receive a prophet, ukimpokea nabii you will get his reward. unapokea baraka zake. You receive him as a prophet, Unampokea kama nabii, there's a reward for every one of you. basi kuna thawabu kwa kila mmoja wenu. Number 2, Jambo la pili, I want to thank my government mimi nataka nishukuru serikali yangu that has allowed us ambaye imeturuhusu to have the crusade. tuweze kufanya mkutano huu. Makofi na vigelegele. Jamani, sichezi. I'm not joking. Nataka kuambia I want to tell you, sisi kama watu wa Mungu we as the people of God, tunatawala. we reign. Sisi watu wa Mungu We as people of God, tuna mamlaka katika ulimwengu wa roho. we have got authority in the spiritual realm. Tunatawala katika ulimwengu wa roho. We reign in the spiritual realm. Biblia yangu inasema The Bible says tunakanyaga inge we na shall, nyoka we shall step on the serpent na nguvu zote, and all the nguvu powers, zote all the za powers Shetani. of the devil. Serikali The government, hawana nguvu they've got no power kukanyaga inge to step on the scorpions na nyoka and the serpents na nguvu zote za Shetani, and all the powers of the devil. bali Mungu amepewa kanisa. God has given to the church. Lakini But kwa sababu wao them, wamepewa mamlaka they've been given authority hapa duniani, here on earth. tunawaheshimu, We respect them. tunawaheshimu, We respect them. tunamheshimu We respect them. mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, Our President Samia Suluhu Hassan, tunaheshimu we respect. wabunge wa Tabora, The members of parliament of Tabora, tunawaheshimu we respect. mkoa, The regional commissioner, tunaheshimu we respect. wakuu wa wilaya, All the district commissions, na tunaheshimu mapolisi. and we respect the police. Naomba tuwapigie mapolisi makofi mazuri. Let us give a good clap to the police Mbona wako hapa? because they're here. Si umeona wako hapa? You can see them, they're here. Wanatulinda, They are protecting us. wanatulinda. They are protecting us. Oh, hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah! Kwa maneno haya, By these words, nataka leo I want us today, nifungue hii mkutano I officially open this crusade katika jina la Baba in the name of the Father na ya Mwana and the Son na ya Roho Mtakatifu, and the Holy Spirit. na wote tuseme And amen. everybody say amen. Amen. Sasa Now, nimeifungua mkutano, I have officially opened the crusade. lakini leo But today, nataka niwaambie I want to tell you, mtumishi wa Mungu the servant of God, Dana More Dana More, ni mtumishi wa Mungu kweli kweli, he is a true servant of God. ni mtumishi wa Mungu kweli He kweli, is indeed a true servant of God. hajanunuliwa na mtu, He cannot be moved by a person. amejitolea. He has sacrificed himself Kwa sababu gani? Anakupenda wewe. because he loves you. Amekuja Tabora He has come to Tabora kwa sababu ya maisha yako. because of your life. Nimekaa naye, I've sat with him. ninajua moyo wake. I know his heart. Moyo wake His heart ni wewe is ufunguliwe, for you to be delivered. ni wewe upate baraka. It's for you to get blessings. Watu wa Tabora People of Tabora, wabarikiwe, to be blessed. watu wa Tabora People of Tabora, to wapone, be healed. watu wa People Tabora of Tabora,
wafunguliwe na to be mapepo. set free from the demons. Ninajua I know katika hii siku ambayo tuko hapa in these days we're here, tutakwenda kuona we are going to see watu watabadilika. people are going to be transformed. Tunakwenda kuona And mapepo yanatoka. the demons will leave. Tunakwenda We kuona are going to see miujiza ambayo itatendeka. miracles to happen. Uwe tayari Be ready kumpokea mtumishi wa to Mungu. receive the man of God. Amen. Amen. Kwa neno hiyo By these words, na kukaribisha Tanzania. I officially invite you. Invite you to Tabora Na kukaribisha Tabora rasmi. and be a blessing Na uwe baraka to your people. kwa watu wako. I tell you the truth. Na waambia takanisa, Tanzania loves you. Tanzania nakupenda. Tanzania loves you. Tanzania nakupenda. Tanzania loves you. Tanzania nakupenda. And Tabora, Na Tabora, nionyeshe kama unampenda. Nionyeshe Show us kama if you unampenda. love him. Show us Nionyeshe if you kama love him. unampenda. ah! Hey! Yeah, 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 yeah. Woo! Buenas afiwe. Amen. Amen. I cannot tell you Siwezi kuambia how I have longed for this very moment. namna ambavyo nilitamani sana muda kama huu. I have been praying for you, Nimekuwa nikiwaombea and I have been longing na nimekuwa nikitamani to finally see you face to face. ili siku moja kama ya leo niwaone uso kwa uso. Kama nawe unafurahi, mpe Yesu makofi. And you look beautiful. Nyie ni watu wazuri sana. Now I want you to understand something. Sasa nataka uelewe kitu fulani. This next week Hii wiki hii tulionayo is not going to be like any other time in your life. haitakuwa kama siku zingine zote kwenye maisha yako. This is going to be a week Hii inaenda kuwa wiki. of absolute transformation. Inaenda kuwa wiki ya mabadiliko yaliyo halisi katika jina la Yesu. How many of you need a transformation? Wale wanaoamini hivyo wapige makofi na vigelegele. I don't know Sijui what you're suffering from. unapitia mateso ya aina gani. I don't know your struggles. Sijui mahangaiko ulionayo. But this I do know. Nachokijua ni hiki hapa. I know that however big your problems are, Ninajua kwamba pasipo kujalisha ukubwa wa matatizo yako, my Jesus is bigger. huyu Yesu wangu ni mkubwa zaidi ya hayo matatizo. And this week, Na wiki hii we are going to see the power of God. tunaenda kuiona nguvu halisi ya Mungu. On this very stage, Kwenye jukwaa hili hili you are going to hear testimonies utaenda kusikia shuhuda of blind seeing. wa vipofu wakiona, The deaf will hear. viziwi watasikia, The lame will dance. viwete watatembea, The lost will be found. na wale waliopotea The watapatikana, demonized will be set free. na wale waliofungwa watafunguliwa, Because the King of Kings kwa sababu mfalme wa has wafalme come to Deborah. anaye yuko hapa Tabora. His name isn't Dana. Jina lake sio Dana, His name is Jesus. jina lake ni Yesu. Hallelujah. Piga kelele. And so I want you to be very excited. Kwa hiyo nataka uwe ni mtu mwenye furaha sana. Let me ask you this question. Hebu ngoja nikuulize swali hili. How many of you have a sickness in your body? Wangapi wenu hapa mliokuja una udhaifu na ugonjwa kwenye mwili wako? It's something you need Jesus. Kitu ambacho unatamani Yesu akuguse. You need him to heal you. Unataka Yesu akuponye. Well, I've got good news for you. Na yeye yuko hapa kwa ajili yako. Jesus is here. Yesu yuko hapa. And he's here to heal. Yes. He is here to heal. Na yuko hapa kwa ajili ya kukuponya. He's here to deliver. Yuko hapa kwa ajili ya kukufungua. And he's here to change our lives. Na yuko hapa kubadilisha maisha yako. If you believe that, Wale wanaoamini hiyo, shout amen. hebu piga kelele amina. Now our time tonight is short, so I'm going to move very quickly. Kwa hiyo nimekuja jioni ya leo na nataka niende spidi kidogo.
But before I jump into my message, Kabla sijaingia kwenye ujumbe nilionao, I need to ask a question. nataka nikuulize swali. Because tomorrow night, Kwa sababu kesho jioni I'm going to pray a very special prayer. nitakuwa na maombi maalum sana. Are there women in this audience, Kuna wanawake kwenye uwanja huu, husbands and wives, wanaume kwa wanawake, and you've been trying to have a baby, na ulikuwa mnalo hitaji la kupata mtoto, but the baby hasn't come? lakini bado hujapata huo mtoto? If that's you, let me see your hand. Wale ambao mnahitaji mpate watoto kwenye ndoa zenu, inua mikono juu. Amen. Amen. Tomorrow night, Kesho jioni I'm going to pray for you. nitaenda kukuombea. And I believe that 9 months from tomorrow night, Na ninaamini kwamba miezi 9 kuanzia kesho jioni, we're going to be hearing the cries of newborn babies all over Tabora. nitaenda kusikia milio ya watoto wachanga waliozaliwa Tabora yote. Amen. Now let me quickly tell you about tonight. Kwa haraka nataka nikuambie kuhusu jioni ya leo. I'm going to preach a message straight from the Word of God. Nitaenda kuhubiri ujumbe moja kwa moja kutoka neno la Mungu. And if you will allow God Na wewe utamruhusu Mungu to speak to your heart, aseme na moyo wako, if you will listen na utakapokuwa ukisikiliza and allow His Word to penetrate you, na kuliruhusu neno lake lipenye ndani yako, He will change your life tonight. atabadilisha maisha yako. And after I preach that message, Na baada ya kuwa nimehubiri huo ujumbe, I'm going to pray for the sick. nitaenda kuomba kwa ajili ya wagonjwa. And if you're sick, Na kama wewe ni mgonjwa, Jesus is going to heal you. Yesu anaenda kukuponya, Because He is here tonight. kwa sababu yuko mahali hapa jioni ya leo. Amen. Hebu sema amina iliyoshiba. Now, all week long, Wiki hii yote I'm going to be talking nitakuwa nikizungumza about what God is really like. namna vile Mungu kiuhalisia yuko. Because there's lots of different opinions Kwa sababu- about what God is like. Kwa sababu kuna mawazo tofauti mengi ya kwamba Mungu ni nani. Some people think He's far away Wengine wanafikiri Mungu yuko mbali sana, and that He doesn't hear us. na kwamba huo kwa umbali huo hawezi kutusikia. Some people think that God is very angry Wengine wanafikiri Mungu ana hasira sana, and He's waiting to strike us with lightning. na yuko tayari anasubiria tu atupige kwa radi. But this week, Lakini wiki hii I'm going to be talking about who the Bible says God truly is. nitaenda kuzungumza na wewe kwa habari ya nini kiuhalisia Biblia inasema Mungu ni nani. And I want you to know from the very beginning, Na nataka ujue tangia mwanzo it's good news. ni habari njema, And I am a preacher na mimi ni mhubiri of good news. wa habari njema. In fact, let me tell you the theme of our week. Kimsingi, wacha nikuambie kichwa cha somo ambacho tutatembea nacho kwa wiki hii. On the very day Katika siku hii, that Jesus began His ministry, katika siku ile ambayo Yesu alianza huduma yake, He went into a church. alienda kanisani, He opened up the Bible akafungua Biblia, and He read this passage that I'm going to read to you now. akasoma kifungu hiki ambacho tunaenda kuwasomea sasa. He said, "The Spirit of the Lord is upon me, Alisema, Roho wa Bwana yu juu yangu, for He has anointed me kwa sababu amenipaka mafuta to bring good news to the poor. ili niweze kuwahubiria masikini habari njema. He has sent me Amenituma to proclaim that captives will be released, kutangaza wafungwa kuwekwa huru, that the blind will see, vipofu kupata kuona, that the oppressed will be set free, ili kwamba waliofungwa kufunguliwa kwao, and that the time of the Lord's favor has come." kuacha huru waliosetwa na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. My friends, we have come Rafiki zangu, tumekuja to preach good news kuwahubiria habari njema about a good God. zinazomhusu Mungu mwema. I want to tell you a story. Nataka nikupe simulizi moja, And this happened to me many years ago. I was a young man at the na time. hii imenitokea mimi miaka mingi wakati nikiwa bado kijana mdogo. And I was ready to go on an airplane ride. Nilikuwa niko tayari kwenda uwanja wa ndege, And I hadn't had anything to eat that day. na siku hiyo nilikuwa sina kitu chochote ambacho nimekula. And so I was hungry. Kwa hiyo nilikuwa na njaa.
But I knew lakini nilijua that on this airplane they were going to feed us dinner. kwamba kule ndani ya ndege watatupatia chakula cha jioni. And so I was excited about dinner. Kwa hiyo nilifurahia kwa habari ya chakula cha jioni. Now, I don't want you to think I'm too spoiled. Nataka ni ufikiri ni kama nimeharibika kidogo. But I have to tell you, the food on the airplanes, not that good. Lakini nataka nikuambie kwamba chakula cha ndani ya ndege sio kizuri sana. But I didn't care because I was hungry. Lakini sikujali hiyo kwa sababu nilikuwa na njaa. Well, I was waiting in line to get on the plane. Kwa hiyo nilikuwa nimejipanga kwenye mstari nikisubiri kuingia ndani ya ndege. And I had the strangest experience. Nikapata ujuzi wa tofauti kidogo. In my heart, ndani ya moyo wangu, I thought I heard God ask me this question. Nilisikia nikana kwamba Mungu ananiuliza swali hili. He said, "What do you want for dinner on the plane tonight?" Mungu akaniuliza, "Je, ungependa ule chakula gani cha jioni ndani ya ndege jioni ya leo?" I said, "Lord," nikamwambia Bwana, "why would you ask me that? Kwa nini unaniuliza swali hilo? The food's already been cooked. Chakula tayari kimeshapikwa. Everybody gets the same dinner. Kila mmoja ndani ya ndege atapata chakula kile kile. Why would you ask me what I want?" Kwa nini unaniuliza kile ambacho mimi napendelea kula? But again, in my heart, lakini tena kwenye moyo wangu, I felt the Lord say, "I know." Nikasikia kama Mungu ananiambia, ninajua. But what do you want for dinner on the airplane tonight? Lakini ungependa chakula gani kiwe chakula chako cha jioni ndani ya ndege jioni ya leo? So I said, "Well," kwa hiyo nikasema, okay, "I love chicken. Ninapenda kuku. So I would like some chicken. Kwa hiyo ninapenda nipate kuku and carrots na karoti and rice na wali." That's my favorite. Hicho ndicho ambacho karoti nataka wali. And in my heart, na ndani ya moyo wangu, I heard God say, "Okay." Nikasikia Mungu ananiambia, sawa sawa. That's what will be served tonight on the airplane. Hicho ndicho ambacho utapewa jioni ya leo ndani ya ndege. I was excited. Nikafurahi. I couldn't wait to get on that airplane. Yaani niliona kama nachelewa kuingia ndani ya ndege. It felt like forever, but finally the airplane took off. Na baada ya hapo hatimaye ndege hiyo ikaruka ikapaa. And they began to push a cart down the aisle. Wakaanza kusukuma kale katoroli kadogo ka chakula ndani ya ndege. And the cart had the food in it. Na kile kitoroli kilikuwa na vyakula. And I'm waiting and excited to see what's going to be for dinner. Na mimi nasubiri kwa furaha nione chakula cha jioni kitakuwa ni nini. They finally got to my row. Na kisha wakafika kwenye ile safu niliyokaa. And they put the plate in front of me. Wakaweka sahani mbele yangu. But the plate was covered with foil. Lakini ile sahani ilikuwa imefunikwa na kifunikio. So I peeled back the foil. Kwa hiyo nikakifungua kile kifuniko. And sitting on my plate, na kwenye ile sahani yangu, was chicken. Kulikuwa na kuku and carrots na karoti and corn. na mahindi. No rice. Hakuna wali. Corn. Mahindi. And I scratched my head. Nikakuna kichwa changu. I thought, well, I like corn. Nikamwambia Mungu, okay, hata mahindi nayapenda. But God said I could have whatever I wanted. Lakini Mungu aliniambia nitapata kile nilichokuwa nakitaka. And I wanted rice. Na mimi nilitaka wali. And I said, Lord. Na nikasema, Bwana, well, I didn't get any rice. I don't understand. Sijapata wali wowote, mbona sielewi? How do you say rice? Wali. Wali. Wani? Wali. Wali. Yeah, wali. Wali. Hebu tumpongeze jioni ya leo. I said, Lord. Nikasema, Bwana, why no wali? Kwa nini hakuna wali? I was hoping for wali. Nilikuwa natarajia wali. Well, finally, lakini hatimaye I ate my corn. Nikala ule muhindi. It was delicious. Ulikuwa ni mtamu. And then I got to my chicken. Na kisha nikaelekea kwa kuku wangu. And I went to cut open my chicken. Nikaanza kumkata yule kuku nikimfunua ndani. And they stuffed something inside the chicken. Na nikaona kuna kitu wamekiweka ndani ya kuku. Can anybody guess what was stuffed inside my chicken? Hivi nani anaweza kutabiri nini kilikuwa kimejazwa ndani ya kuku? Wali! Wali! Makofi kwa Bwana.
that's when God began to teach me Na hicho ndicho ambacho Mungu alianza kunifundisha. that he really loves me, Ananipenda kweli kweli. that he knows me, Ananijua and that he cares about me. na ananijali. Now, the message I have tonight, Sasa ujumbe nilionao jioni ya leo, I already told you I'm calling it good news. na nimeshawaambia ujumbe huu ninauita habari njema. And it begins with the very beginning. Inaanza na pale mwanzo. The Bible in Luke tells us Biblia katika kitabu cha Luka inatuambia that there were some shepherds out in their field tending their sheep by night. kulikuwa na wachungaji wakichunga makundi yao usiku, And suddenly, na ghafla a bright light shone around them. mwangaza mkali ukawaangazia, And an angel of God appeared. na malaika wa Bwana akawatokea. And they were terrified. Wakaogopa, But the angel said, "Don't be afraid." na malaika akawaambia msiogope. He said, "I have come to bring you Akawaambia nimewaletea good news habari njema of a great joy ya furaha kuu, that will be for all of the people." furaha ambayo itakuwa kwa watu wote. Say, all of the people. Hebu sema watu wote. Point to your neighbor and say, you are part of all of the people. Mnyoshe kidole jirani yako, mwangalie usoni kwa herufi kubwa, mwambie wewe ni sehemu ya watu wote. He said this good news Akasema hii ni habari njema was for all of the people. kwa ajili ya watu wote. And he says, for this day. Akasema kwa maana Listen, leo, he said, this day kwa maana leo in the city of David katika mji wa Daudi has been born to you amezaliwa kwenu a Savior Mwokozi, who is Christ ambaye the ni Lord. Kristo Bwana. The Savior Mwokozi had been born into the world, amezaliwa hapa ulimwenguni, who has come amekuja to rescue you kukuokoa and me. wewe na mimi. Now here's the issue. Ah, This is the issue. Sasa hili ndo swala. It seems like today Inaonekana kana kwamba leo the world is filled with bad news. dunia imejazwa na habari mbaya. Every time you turn on the television Kila wakati ukifungua television or you listen to the radio au usikilize redio or you hear the stories from the news, au habari zozote ambazo zinarushwa hewani, it seems like bad news. unasikia ni kama zote ni habari mbaya. How many of you have had enough bad news? Wangapi umesikia habari mbaya sana mpaka zinakuchosha? Amen. How many of you want some good news? Sasa wangapi ambao mnataka habari njema? So let me begin by telling you this. Sasa wacha nianze kwa kukuambia hili. God, Mungu he loves you. anakupenda wewe. He truly loves you. Kiuhalisia anakupenda sana wewe. He has been patient with you your entire life. Amekuwa mvumilivu sana kwako maisha yako yote. He has watched you. Anakuangalia, He sees you when you're sleeping at night. anakuona unapokuwa umelala usiku. The Bible says Biblia inasema that God is actually thinking about you kwamba Mungu anatuwazia sisi all of the time. muda wote. It says his thoughts about you Anasema mawazo yake kwako are more than all the sand, the grains of sand in the entire world. yani mawazo yake kwako ni mengi kuliko mchanga wote hapa duniani. And not only does he know you, Na nataka ujue he loves you. anakupenda. He thinks about you. Anafikiri kuhusu wewe. Did you know Hivi ulijua that even the hairs on your head are numbered by God? kwamba hata hesabu ya nywele zako kichwani ni Mungu anaijua? And when you drag your comb through the hair and some of it falls out and lands in the brush, Unapokuwa unachana nywele zako na zingine zinakatika zinabaki kwenye kichanio au kitana, he still knows how many hairs are on your head. bado anajua ni nywele ngapi zimebaki kwenye kichwa chako. He knows everything that there is to know about you. Anajua kila kitu kinachotakiwa kijulikane kuhusu wewe. And if you will receive this good news tonight, Na kama ukipokea habari hii njema jioni ya leo, not only will Jesus forgive your sin, sio tu kwamba Yesu atasamehe dhambi zako, but he'll offer you and give you eternal life.
lakini pia atakupa wewe uzima wa milele. Now I want you to understand something. Sasa nataka uelewe kitu fulani. You're not here by accident. Hauko hapa kwa bahati mbaya. I don't know if you came because you saw the advertisements, Mimi sijui kwamba umekuja kwa sababu uliona matangazo, or if a friend dragged you here today. au kuna rafiki yako amekuleta mahali hapa. But here's what I do know. Hiki ndicho ambacho mimi nakijua. You are here because you have an appointment with God. Uko hapa kwa sababu Mungu ana kusudi la kukutana na wewe. The Bible says Biblia inasema that a man makes his plans, mwanadamu huweka mipango yake, but God directs his steps. lakini Mungu ataziongoza hatua zake. And God has directed your steps to be here right now, today, at this very moment in time. Na Mungu ameziongoza hatua zako ili uwepo hapa jioni ya leo kwa wakati huu na muda huu. Mpe Yesu tukufu. I want to tell you about a man Nataka nikupe simulizi kuhusu mwanaume who came to one of our crusades. ambaye alikuja kwenye mojawapo ya mikutano yetu. This man grew up in a family that was very hostile. Huyu mtu alikuwa kwenye familia moja ambayo ni kama imetengwa hivi. His mother got pregnant by a man that wasn't her husband. Mama yake alipata ujauzito kwa mwanaume ambaye si mume wake. And so when this boy was born, Na alipozaliwa huyu kijana, his father hated him. baba yake alimchukia. His father told him he would never amount to anything. Baba yake alimwambia hataweza kuja kufanikiwa kwa chochote. His father said he was evil and wicked and will never be anything other than evil and wicked. Baba yake alimwambia wewe ni mbaya na ni mwovu na hautakuja kuwa chochote kizuri bali utakuwa mbaya na mwovu siku zote. He beat him almost every day. Alikuwa akimpiga karibu kila siku. He would feed the other children but withhold food from this boy. Alikuwa akiwalisha vijana wengine lakini sio huyu kijana. And when he was 12 years old, Na alipofikisha umri wa miaka 12, he left his home akaamua kuondoka nyumbani. and he began to live on the streets. Akaanza kuishi mitaani. And he thought to himself, Na akawaza mwenyewe, if I am destined to be evil, kama mimi hatima yangu ni kuwa muovu, then I will become the most evil person they've Sas- ever seen. sasa nataka nije kuwa mtu muovu kuliko wote ambao wamewahi kumuona. And he became a witch doctor. Akawa mganga wa kienyeji. And he learned how to put curses on people. Na akajifunza namna ya kutupa laana kwenye maisha ya watu. He learned all of the dark magic. Akajifunza namna ya kutumia uchawi. But in his own heart, Lakini moyoni mwake he was tormented. alikuwa akisikia mateso. Nightmares filled every night that he tried to sleep. Majinamizi alimsumbua kila usiku alipojaribu kulala. He'd get a little money in his pocket, Alikuwa na fedha kidogo ndani ya mfuko wake and it would just disappear. na zile fedha zilipotea. He was miserable. Alijisikia vibaya. He was so filled with hate. Alikuwa amejawa na chuki moyoni. When he walked down one side of the street, Akiwa anatembea upande mmoja wa mtaa, people would run to the other side of the street. watu walikimbilia upande wa pili wakimkwepa. And he came to one of our crusades, Akawa amekuja kwenye mojawapo ya mikutano yetu. not to hear the word of God, Hakuja pale ili asikie neno la Mungu. not to receive a healing, Hakuja pale ili apate uponyaji. but to curse us Alikuwa amekuja ili atulaani sisi. and to curse me. Ananilaani mimi. But as he heard this message, Na aliposikia ujumbe huu, God arrested his heart. Mungu akaukamata moyo wake. And something happened inside of him that night. Na kitu fulani kikatokea ndani ya moyo wake jioni hiyo. And he realized that no one is too far away for the gospel to bring them back to God. Akagundua ya kwamba hakuna mtu ambaye yuko mbali sana kiasi kwamba injili haiwezi kumkamata ikamleta kwa Mungu. And that very night, Na jioni hiyo hiyo he bowed his knees to Jesus. alipiga magoti yake akampa maisha Yesu Kristo. He brought all of his juju. Akabeba uganga wake wote. Do we have a picture of him with his juju? Hebu tuonyeshe picha yake akiwa na uganga wake. Huyu hapo. There he is. Huyu hapo. This is the night Hii ni jioni that he came to curse us. ambaye alikuwa amekuja kutulaani. And the same very night, Na jioni hii Jesus set him free. Yesu akamuweka huru. Now the next night, Sasa
Jioni iliyofuata I was looking for that man. nilikuwa nikiangaza na mwangalia yuko wapi. And I said, where is this witch doctor that got saved? Nikauliza yuko wapi yule mganga wa kienyeji aliyeokoka. And they showed me this man. Wakanionyesha mtu huyu. Can you put up that picture? Hebu weke hiyo picha tumuone. Huyu hapo, makofi kwa Yesu I said, Kristo. this can't be the man. Nikasema sio huyu. This is less than 1 day Hii ni chini ya siku moja of walking with Jesus. ya kutembea na Yesu, na amebadilishwa tayari namna hiyo. And God changed his life. Na Yesu amebadilisha maisha yake. Piga kelele Tabora. Amen. Hebu shangilia Yesu, mikono juu. And now this man is an evangelist. Na sasa huyu mwanaume ni mwinjilisti, anapiga injili. Preaching the gospel. Anahubiri injili. In this world, Hapa ulimwenguni there is a battle that's going on. kuna vita inaendelea. There is a battle between light and darkness. Kuna vita kati ya nuru na giza. There is a battle between good and evil. Kuna vita kati ya wema na uovu. And Jesus told us Na Yesu alituambia that the thief, kwamba mwizi, Satan, shetani, has come to steal, amekuja aibe, to kill, auwe and to destroy. na aharibu. And he desires Na shauku yake to destroy our lives. aharibu maisha yetu. But Jesus said, Lakini Yesu akasema, I have come mimi nimekuja that you might have life, ili uwe na uzima, and life abundant. na uwe nao tele. Now here's the question. Sasa hili ni swali. If Jesus came to give us life, Kama Yesu alikuja atupe uzima, and he desires to transform us, na ana shauku ya kutubadilisha, he desires that we have peace and joy, ana shauku ya kutuona tuna amani na furaha. why are so many of us Sasa kwa nini wengi wetu miongoni mwetu filled with fear? tunaishi na hofu? Why are so many depressed? Kwa nini wengi wanaishi na msongo wa mawazo? He promised us to meet all our needs. Alituahidi atakutana na mahitaji yetu yote. Yet many of us are struggling to put food on our table, Lakini wengi wetu hapa wanahangaika kupata chakula cha kuweka mezani, to buy books so that our children can get an education. kununua vitabu ili watoto wetu wapate elimu. And many of us Wengi kati yetu are tormented by fear, wanateswa na hofu, anxiety. wanateswa na mashaka. We can't sleep at night. Hatuwezi kulala usiku. How many of you people understand what I'm talking about? Wale wanaoelewa nachokiongea, punga mikono juu na vigelegele. I told you Nilikuambia that I am a preacher of truth, mimi ni mhubiri wa kweli. a preacher of good news. Mimi ni mhubiri wa habari njema. And the news I'm going to tell you, Na habari ambazo naenda kukuambia, my friends, it really is good news. rafiki zangu, kiuhalisia ni habari njema. But I also have to tell you the truth. Lakini lazima pia nikuambie iliyo kweli. How many of you want to know the truth even if you don't like it? Wangapi mnataka kuijua kweli hata kama uipendi? Nyosha mkono juu. You see, the truth is Unajua kweli ni hii, that every single one of us, kila mmoja wetu mahali hapa we have a problem. tuna tatizo, And it's a big problem. na ni tatizo kubwa, And the Bible calls this problem sin. na Biblia inaliita hili tatizo dhambi. And sin Na dhambi brings every kind of evil into our lives. inaleta kila aina ya uovu kwenye maisha yetu. Sin brings depression. Dhambi inaleta msongo na mgandamizo, It brings jealousy. inaleta wivu, It causes people to become prostitutes and drug addicts. inasababisha watu waingie katika ulevi na Sin. utumiaji wa madawa ya kulevya. Sin breaks up families. Dhambi imevunja familia. Sin destroys marriages. Dhambi imeharibu ndoa. Sin causes men to cheat on their wives Dhambi imesababisha wanaume watoke nje ya ndoa zao, and wives to cheat on their husbands. na wanawake pia watoke nje ya ndoa zao. And the problem is, Na tatizo ni hili, the problem with the whole world tatizo la ulimwengu wote is that every one of us ni kwamba kila mmoja wetu have sinned. ametenda dhambi And we've fallen short of the glory of God. na amepungukiwa na utukufu wa Mungu. And that sin Na hiyo dhambi comes upon us
imekuja juu yetu. Like a dark shroud. Imekuja juu yetu kama vazi jeusi. It's as if sin Ni kama vile dhambi covers us. Imetufunika kama vazi. And it compels us Na inatusukuma, inatuendesha to do wickedness. kutenda uovu. It makes us a slave of sin. Imetufanya kuwa mateka, watumwa wa dhambi. How many of you can honestly tell me? Wangapi kati yenu kiuhalisia unaweza ukaniambia? There are things you have tried to give up. Kuna vitu ambavyo umetamani uviache. You know they're evil. Unavijua ni viovu. And you really wanted to give them up. Na unatamani kiuhalisia uviache. And you did good for maybe a week. Unajaribu kufanya mema kwa wiki moja. Or maybe 2. Lakini kiuhalisia. And you found yourself right back. Unajikuta umerudi tena kwenye uovu ule ule. Doing that same thing. Unafanya mambo yale yale. How many of you have had that experience? Wangapi kiuhalisia umeshawahi kupitia nyakati kama hizo? Punga mkono akuone. Yeah, all of us have. Yeah, wote hapa tuliopo. Because sin is too big a problem. Kwa sababu dhambi ni tatizo kubwa sana. For you and I to handle. Kwa wewe na mimi kuweza kulimaliza. We can't get it off of ourselves. Hatuwezi kujiweka huru kutoka dhambi sisi wenyewe. But let me tell you the worst part about sin. Lakini ngoja nikuambie sehemu mbaya zaidi kuhusu dhambi. Sin separates us from God. Dhambi inatutenganisha na Mungu wetu. Sin causes God to seem far away from us. Dhambi inasababisha Mungu aonekane yuko mbali sana na sisi. Sin gives the devil opportunity to do damage and destruction in our lives. Dhambi inampa fursa shetani kuharibu na kuleta uharibifu katika maisha yetu. But the worst part of it all is this. Lakini na sehemu mbaya kuliko zote ni hii. When we die, tutakapokufa, when you take your final breath, pale utakapovuta pumzi yako ya mwisho, you are going to open your eyes utaenda kufungua macho yako and be looking into the eyes of a holy God. Utakutanisha macho yako ana kwa ana na macho ya Mungu aliye mtakatifu. And that sin na ile dhambi is going to condemn you itaenda kukuhukumu to what the Bible calls eternal death. Kwenye kile ambacho Biblia inakiita mauti ya milele. My friends, this is a disaster. Rafiki zangu, hili ni janga. This is not good news. Hii sio habari njema. And there is none of us na kuna hata mmoja kati yetu that can do anything in our own strength ambaye kwa nguvu zake mwenyewe anaweza kufanya chochote to clean ourselves from the sin that covers us. ili aweze kujisafisha kutoka dhambi iliyomfunika. But I promised you, lakini napenda nikuahidi, that I came bearing good news. Nimekuja nimebeba habari njema. And the good news is this. Na habari njema ni hii. God so loves us. Mungu alitupenda sana that he sent his own son. Akamtuma mwanae wa pekee. To pay for the price that we owe for our sin. Alipe gharama ambayo sisi tulikuwa tunadaiwa kwa sababu ya dhambi. I want you to understand something. Nataka uelewe kitu fulani. God is loving. Mungu ni upendo. God is patient. Mungu ni mvumilivu. He is generous. Mungu ni mkarimu. He is kind. Mungu ni mwema. But he is just. Lakini ni Mungu mwenye haki. He is righteous. Lakini ni Mungu mwenye haki. He is holy. Lakini ni Mungu mtakatifu. And God will never lakini na Mungu kamwe say one thing hawezi kusema neno moja and do something else. Hawezi kusema kitu kimoja akafanya kitu kingine. He said the wages of sin is death. Alisema mshahara wa dhambi ni mauti. And someone na mtu mmoja that sins dhambi zake must pay the price. Lazima zilipe gharama. But in God's amazing love. Lakini kwa upendo wa ajabu wa Mungu. Are you still listening to me? Wale ambao bado unasikiliza, inua mkono juu, punga, piga kigelegele. Are your hearts still tender? Jamani, mioyo yenu bado inatamani kusikia, nione mikono ya Tabora. In God's amazing love. Katika upendo wake wa ajabu huyu Mungu. God said. Mungu alisema. That he would allow.
kwamba ataruhusu a substitute person ataruhusu mtu ambaye atasimama kama mbadala to die for the sins of others. ili afe kwa dhambi za wengine. He would allow someone else Ataruhusu mtu mwingine to pay the penalty that you and I owe. alipe adhabu ambayo mimi na wewe tulitakiwa tuilipe. But my friends, the problem Lakini rafiki zangu, tatizo, was that, are you listening? Did you get distracted? wale ambao wanasikiliza bado, hebu sema amina. Come on back to me. Angalia hapa mbele, usiangalie vingine. Don't let anything rob you of what God has for you tonight. Usiruhusu kitu kingine chochote kikuondolee umakini wako na usikivu. God allowed Mungu aliruhusu a substitute mtu ambaye atasimama kama mbadala to take our place, ili achukue nafasi yetu, to suffer in our place, aweze kuteswa badala yetu, and to experience the wrath of God, aweze kubeba ghadhabu ya Mungu, so that justice could be served ili kwamba haki iweze kutendeka and we could be rescued. na ili kwamba sisi tuokolewe. But the problem was, Lakini tatizo lilikuwa, there were 3 conditions kulikuwa na vitu vitatu. for someone to pay the price for you and for me. Kulikuwa na masharti matatu ya mtu ambaye anapaswa kulipa gharama kwa ajili yangu mimi na wewe. The first condition is they must be human. Sharti la kwanza, alipaswa awe ni mwanadamu. We are the humans that sinned, Sisi ni wanadamu ambao tumetenda dhambi. and the substitute must also be a human. Kwa hiyo yule ambaye ni mbadala wetu na yeye lazima awe ni mwanadamu. The second requirement Hitaji la pili, is he must be completely holy. lazima mtu huyu awe ni mtakatifu mkamilifu, Have no sin. He can have no sin. ambaye hana dhambi. He must be righteous. Lazima awe mwenye haki. And finally, Na ya tatu ya mwisho, he must die in our place. lazima afe kwa nafasi yetu, badala yetu. He must take the punishment upon himself. Lazima aichukue adhabu juu yake. But God had a problem. Lakini Mungu alikuwa na tatizo. You see, there was no human that met the requirements. Hapa kuwepo na mwanadamu yeyote ambaye alifikia hivyo vigezo. There was no human without sin. Hapa kuwepo na mwanadamu ambaye alikuwa hana dhambi. We've all sinned. Wote tulikuwa tumetenda dhambi. And so God did the most amazing thing that any mind could ever conceive of. Mungu akaweza kufanya kitu ambacho hakuna akili inaweza kufikiria. God sent his own son Mungu akamtuma mwanae wa pekee to be born as a human being, azaliwe kama mwanadamu, to live a perfect life, aishi maisha makamilifu, to be holy and righteous, akawe mtakatifu na mwenye haki, and die in our place. na afe badala yetu. Now I want you to consider this. Na nataka ufikirie hiki. God Almighty, Mungu mkuu, the one that placed the sun and the stars in the sky, yule ambaye ameweka jua, ameweka nyota, ameweka anga, loved us so much. alitupenda sana, He left his glory. akaacha utukufu He wake, stepped off of that majestic throne, akaacha kukaa kwenye kile kiti kikuu cha and he enzi, was born as a helpless little baby. akazaliwa kama mtoto wa kawaida sana mwanadamu, He had to live a perfect life. akaishi maisha makamilifu. Not one sinful thought, Na kuna wazo moja hili hapa, not one tiny lie. hajawahi kudanganya hata mara moja. And then Jesus had to pay the price Na kisha Yesu akalazimika kulipa gharama, that you and I deserve to pay. gharama ambayo mimi na wewe tulitakiwa tuilipe. And my friends, this Jesus Na rafiki zangu, huyu Yesu came to earth, alikuja hapa duniani, and everywhere he went, na kila mahali alikoenda, the Bible says he was destroying the work of sin and the devil. Biblia inasema aliziharibu kazi za dhambi na shetani. Someone would be blind, Kuna baadhi yao walikuwa ni vipofu, and Jesus would open up their eyes. na Yesu alifungua macho yao. Someone would be lame, Wengine walikuwa ni viwete, and Jesus would raise them up and they'd begin to walk. na Yesu aliwainua wale viwete na wakaanza kutembea. Deaf ears were opening, Masikio ya viziwi and yalifunguliwa, people were turning back to God. na watu walimgeukia Mungu. But ultimately, Lakini cha juu zaidi, I want you to hear this. nataka usikie hiki. The only way
njia pekee for you and I to be forgiven na kwako wewe na mimi kuweza kusamehewa is that someone had to pay the price. ni kwamba mtu mmoja alitakiwa alipe gharama. And so Jesus, Sasa Yesu, the eternal Son of God, yule mwana wa Mungu wa milele, allowed himself akajiruhusu mwenyewe to be nailed to a wooden cross. aweze kupigiliwa kwenye misumari pale msalabani. And as Jesus hung on that cross, Na alipokuwa ameangikwa pale msalabani, God looked into the past. Mungu akaangalia wakati uliopita, He saw every sin that had ever been committed. akaona dhambi zote ambazo zimeshawahi kutendwa na wanadamu. He looked into the future, Akaangalia wakati ujao, and he saw every sin that would be committed. akaona dhambi zote ambazo zitakuja kutendwa, And he took all of his anger na akachukua hasira yake yote, and all of his wrath akachukua ghadhabu yake yote, for all of the sin of the world. na kwa ajili ya dhambi zote za dunia. My friends, he saw your sin. Rafiki zangu, aliona dhambi zako, He saw my sin. aliona dhambi zangu, And he heaped it upon his own son. na akazibeba zote akaziweka juu ya mtoto wake And mwenyewe. as Jesus hung on that cross, Na Yesu alipokuwa amening'inia pale msalabani, the price for our sinfulness was being paid. gharama ya dhambi zetu ililipwa. And finally, Na hatimaye Jesus cried, "It is finished." Yesu akasema imekwisha. And Jesus died. Na Yesu akafa. And they put him inside a tomb. Wakamweka ndani ya kaburi. But 3 days Lakini ndani ya siku 3 after they sealed him inside that tomb, baada ya kuwa wamemweka ndani ya kaburi wakatia muhuri, that grave could no longer hold Jesus. lile kaburi halikuweza kumshika Yesu tena. And the boulder that had sealed him inside, na alipokuwa mwili wake wameufungia mle ndani, popped out. Lile jiwe likatomoka kwenye mlango wa kaburi. And the tomb, na lile kaburi, flooded with the morning light, likajazwa na nuru kali. Was empty. Yes. Was empty. Na lile kaburi lilionekana ni tupu. Jesus was alive. Yesu alikuwa tayari yu hai. He had conquered sin. Ameishinda dhambi. He had paid the price for our forgiveness. Amelipa gharama ya sisi kusamehewa. And he rose from the dead. Amefufuka leo. Is to turn away from our old lives. Na yuko hapa kwa ajili ya kutugeuza kutoka katika maisha yetu ya kale. And turn to him. Na tumgeukie yeye. To turn away from sin. Tugeuke tuziache dhambi. And turn to a new life with Jesus. Na tuingie kwenye maisha mapya na Yesu. How many of you are tired of your sin? Wangapi umezichoka dhambi? Punga mkono. How many of you want to walk in freedom and new life? Wangapi unataka utembee kwenye uhuru na maisha mapya? Jesus is offering this gift to you tonight. Yesu anaitoa hii zawadi kwako jioni ya leo. My friend, when you put your trust in Jesus, rafiki zangu, unapoweka matumaini yako kwa Yesu, many things will happen. Vitu vingi vitatokea. But the first thing he will do this very night, lakini kitu cha kwanza ambacho atakifanya jioni ya leo, is that sin that has covered you, kwamba ile dhambi iliyokufunika, that sin that has made you its slave, ile dhambi iliyokufanya wewe kuwa mtumwa, he will strip that sin from you. Anaenda kuiondoa kwenye maisha yako. And you will become free. Na utakuwa huru. No longer bound. Hautafungwa tena. No longer guilty. Hauna hatia tena. No longer hopelessly enslaved to the devil. Hautakuwa tena aliyekosa matumaini ambaye ni mtumwa wa shetani. But that's not the end of it. Lakini hiyo sio mwisho. You see, the Bible says, unajua Biblia inasema, he will clothe you, atakuvika with his righteousness. Atakuvika haki yake. And rather than being clothed, na baada ya kufunikwa with the rags of sin, ni maisha ya dhambi, he'll clothe you with the garments of a king. Atakuvisha vazi la kifalme badala lile vazi la dhambi. Mpe Yesu makofi. Hallelujah. Piga kelele Tabora. My friends, rafiki zangu, if you will truly repent of your sin, kama kiuhalisia utatubu dhambi zako, and truly put your trust in Jesus, na kiuhalisia ukaweka tumaini lako kwa Yesu, he will adopt you into his family. Atakuchukua na kukufanya wewe kuwa familia yake. He'll become your daddy. Atakuwa baba yako. You can come to him anytime you wish.
wish. Unaweza ukaenda kwake muda wowote unaotaka. And all of the promises of the word of God, Na zile ahadi zote ambazo Mungu ameziweka kwa ajili yetu, they become promises for you. zitakuwa ni ahadi kwa ajili ya maisha yako. Mtukuze Bwana. And my friends, Marafiki zangu, when you die utakapokufa and your eyes open and you see the face of Jesus, na macho yako yanafunguka na kuona uso wa Yesu, he will wrap his arms around you atakukumbatia, and he'll say, welcome atakuambia karibu, to your eternal home. ingia kwenye makao yako ya milele, And you'll spend eternity na utaishi umilele wako in the heavenly realms with Jesus. ukiwa mbinguni pamoja na Yesu. Amen. Jamani, amina. Now, my friends, Sasa rafiki zangu, you've been very, very attentive. mmekuwa makini sana mkisikiliza. You've learned that God loves you, Mmesikia kwamba Mungu anakupenda, but you've learned that you're a sinner. lakini pia umejua kwamba wewe ni mwenye dhambi, And only Jesus can cleanse us from our sin. na ni Yesu pekee anayeweza kutusafisha kutoka dhambi zetu. But the only way to enter into a new life with Jesus Lakini njia pekee ya wewe kuingia kwenye maisha mapya pamoja na Yesu is through turning away from sin ni kwa kugeuka ukaiacha dhambi and putting our faith in Jesus. na kuweka imani zetu kwa Yesu. My friends, I ask you tonight, Rafiki zangu, naomba jioni ya leo, how many of you ni wangapi kati yenu are ready to make Jesus Christ mko tayari kumfanya Yesu Kristo the true Lord and Savior of your life? awe Bwana na Mwokozi wa kweli wa maisha yako? Kama uko tayari, punga mkono juu kabisa. You will turn from sin Utaondoka katika dhambi and you will put your trust in Jesus. na unaweka matumaini yako kwa Yesu. If you truly mean this, Kama unamaanisha kweli kweli, I want you to see your hand held high. punga mkono wako juu kabisa mpaka kule barabarani. I see some young men in the back. Ninaona baadhi ya vijana kule nyuma. I see some of you on the other side of the road. Ninaona wengine kule upande wa pili wa barabara. My friends, I want you to know, Nataka mjue rafiki zangu, Jesus is for you too. Yesu yuko kwa ajili yako pia. Jesus died for all of us. Yesu alikufa kwa ajili yetu sote. And tomorrow is not promised to anybody. Na kesho haijaahidiwa kwa mtu yeyote. Today is the day of salvation. Leo ni siku ya wokovu wako. So let me ask you one more time. Kwa hiyo nataka nikuulize tena. Do you want this Jesus? Je, unamtaka huyu Yesu? Punga mkono kama unamtaka. Will you put your trust in him? Kama utaweka tumaini lako kwa Yesu, punga tena mkono. Hold your hands high Inua mkono juu kabisa, punga namna hii. and pray with me. Na kisha utaenda kuomba Pray with pamoja me from nami. the depths of your heart. Utaomba kutoka kilindi cha moyo wako. I'm going to pray in English, Mimi nitaomba kwa Kiingereza and my brother is going to pray in Swahili. na ndugu yangu hapa yeye ataomba kwa Kiswahili, And I want you to pray with him in Swahili. na ninaomba wewe utaomba pamoja na mkalimani kwa Kiswahili. Don't whisper this prayer. Don't whisper this prayer. Na unapoomba usiombe kwa kunong'ona. Washauri wahudumu, msubiri kwanza, mtulie, mtapewa maelekezo. But pray this to Jesus from your heart. Lakini omba maombi haya kwa Yesu kutoka moyoni mwako. If you'll pray with me, raise your hand now. Let's Wale pray. ambao wako tayari kuomba sasa, inua mkono wako juu kabisa. Dear Lord Jesus Christ, Useme kwa sauti yako yote, Bwana wangu mpendwa Yesu, I believe in you. ninakuamini. I believe you died on the cross for my sin. Ninaamini ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. And I believe you rose from the dead. Na ninaamini ulifufuka kutoka wafu. Jesus, Yesu, I am a sinner, mimi ni mwenye dhambi. and I come to you. Ninakuja kwako, Forgive me. nisamehe, Cleanse me. nisafishe. Come and make your home inside my heart. Njoo ufanye makao ndani ya moyo wangu. Tonight, Jioni ya leo, I turn away from my old life. ninageuka na kuyaacha maisha yangu ya zamani.
And I declare na ninatangaza that you, Lord Jesus, ya kwamba wewe Bwana Yesu are my Savior ni mwokozi wangu and my Lord. na Bwana wangu. Amen. Amen. Wapi Amen. vigelegele na kelele za Tabora mahali hapa? Amen. Hebu inua mikono miwili juu, piga kelele. Wamama wapi kigelegele? My friends, Rafiki zangu, if you prayed that prayer with me tonight, kama uliomba maombi hayo pamoja nami jioni ya leo and you truly meant it, na ulimaanisha moyoni mwako, I have a book that I want you to have. kuna kitabu ambacho nataka uwe nacho ukipate. If you're at one of our satellites, Na kule ambako mikutano ya satellite inafanyika, they'll have these books as well. na wao pia watapata kitabu hiki. If you're watching online, Wale ambao mnatuangalia online, you can download this from our website. unaweza kwenda kwenye tovuti yetu na ukapakua kitabu hiki. But I want you to have one of these books. Na ninapenda upate nakala yako. And the counselors are going to pass them out to you. Na sasa washauri, wahudumu watakuwa wanagawa vitabu hivyo na kukuandika. And then I'm going to come back and I'm going to pray for you. Na kisha wakimaliza zoezi hilo nitarudi na kukuombea. And if you need healing, Na kama unahitaji uponyaji, Jesus is going to touch your life. Yesu ataenda kugusa maisha yako. Amen. Kama uko pamoja nasi sema amina kubwa. Wahudumu, tufanye haraka sasa. Tuenee pote kila eneo mpaka huko mwisho. Tufanye kwa haraka. Amen. Wale ambao tumeketi naomba tusimame. Wale ambao tumeketi naomba tusimame, watu wa Mungu. Simama tuko kumheshimu Mungu. Amen. Tutamwabudu Mungu kwa wimbo mmoja tunapoendelea na kupokea vitabu vyetu.